Naam, hapa tupo nyumbani kwa Bibi Mwajuma. Ni baada ya safari ndefu sana, hatimaye tumefika nyumbani kwa mganga huyu maarufu kama Bibi Mwajuma au Bibi Kiboko, na hapa anatueleza namna anavyofanya kazi zake za uganga. Sasa Bibi Mwajuma, wewe haswa huwa unatibu vitu gani, au huwa unashughulika na mambo gani kwa wateja wako mbalimbali? Karibuni sana wanangu. Naitwa Bibi Mwajuma maarufu kama Bibi Kiboko, mganga wa tiba asilia, na hapa ndipo mahali pangu napofanyia kazi zangu zote za uganga. Kwanza, mara nyingi huwa natibu kwa kutumia mitishamba, dua pamoja na visomo mbalimbali. Sasa inategemea na mtu aliyekuja ana shida gani. Kuna watu wanakuja wakiwa na shida kwenye mahusiano yao, wengine wanakuja wakiwa na shida kwenye ndoa zao, kuweka sawa migogoro ya familia au kuweka mahusiano sawa, uchumba pamoja na ndoa zilizovunjika. Wengine wanakuja kwa ajili ya kutafuta utajiri na mali zisizokuwa na masharti. Hivyo wote hao nawasaidia kwa ufanisi mkubwa kabisa, na wanafanikiwa wakiwa hapa au huko waliko. Naam, kama ulivyosikia, Bibi Mwajuma anasema anatibu mambo mbalimbali. Kama kuna mtu ameachwa na mke au mume, kama kuna mtu ana shida kwenye ndoa yake au mahusiano, kama kuna mtu anahitaji kumiliki pesa na mali zisizokuwa na masharti na mambo mengine mengi. Lakini pia shughuli hizi hufanyika hapa hapa tulipo ndani ya kijiji hiki. Je, Bibi Mwajuma, wateja wako wengi unawatibu huwa wa aina gani na huwa wanatokea wapi? Wateja wangu wengi huwa wanawake kwa wanaume, wazee kwa vijana, na huwa wanatokea sehemu mbalimbali za Tanzania na wengine kutoka nje ya nchi kama mlivyowaona hapo nje. Kuna wateja wengine ni wa mbali au nje ya nchi, hawawezi kuja nyumbani kwangu, basi nawasaidia huko waliko na wanafanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Kwa mfano, kuna mama mmoja wa Dar es Salaam nilimsaidia katika mambo yake kama mawili hivi akiwa huko na alifanikiwa kabisa, na akaniita niende Dar es Salaam, akanipa zawadi ya gari ambayo mmeiona hapo nje. Kibuyu hiki kinatumika kwenye mambo mengi, ikiwepo kurudisha mahusiano, kurudisha ndoa zilizovunjika, kusafisha nyota, kuweka kinga za mwili au kuondoa chuma ulete. Hiki kinaitwa kibuyu cha bahati. Okay, Bibi Mwajuma, hapo nje tumeona kuna ng'ombe, mbuzi, kuku na kuna nyumba nzuri zimejengwa. Vyote ni mali zako Bibi Kiboko? Kuku na mbuzi ni mifugo ya hapa nyumbani. Mara nyingi huwa nawatumia kwenye matibabu mbalimbali ya watu, na wengine huletwa na wateja kama zawadi baada ya kufanikiwa shida zao. Kuhusu hiyo nyumba ya nje, inajengwa na wateja wangu mbalimbali ambao niliwasaidia na wengine bado nawasaidia, akiwepo yule mama wa Dar es Salaam aliyeninunulia gari. Bibi Mwajuma, nashukuru sana kwa ushirikiano wako na ukarimu wako. Je, unawaambia nini watu ambao wana shida mbalimbali kuhusu wewe? Mimi nawakaribisha sana watu wote wenye shida mbalimbali. Wasisite kunitafuta kwa namba zangu, na wanaweza wakanipigia simu nikawasaidia huko waliko na wakafanikiwa.